matokeo ya sin cis. So, wacha nikukumbushe kitu kidogo. Tulisema ya kwamba kuna kitu yenye iko ndani yetu ambayo huwa inatulazimisha kufanya dhambi hata saa zile hatutaki kufanya dhambi. Bwana sifiwe. Tulisema kuna kitu yenye iko ndani yetu ambayo inatulazimisha kufanya dhambi hata saa zile hatutaki kufanya dhambi. Tulisema hiyo kitu inaitwa tulisema kuna kitu yenye iko ndani yetu ambayo inatulazimisha kufanya dhambi hata kama hatutaki kufanya dhambi. Hiyo kitu inaitwa sin. Bwana sifiwe. Tulisema hiyo inaitwa sin. Sin iko ndani yetu. Hiyo sin inatulazimisha kufanya vitu zenye hatutaki kufanya. Ndio maana utajikuta ya kwamba hata saa zile umeamua unasema kwamba kuanzia leo sifanyi hivi, unajipata bado unaifanya kwa sababu kuna kitu yenye iko ndani yako ambayo imekuweka chini ya nguvu zake, imekuweka kwa jela. So unajipata ukifanya zile vitu zenye hautaki kufanya. Kwa hivyo mtu akishakuwa chini ya nguvu ya hii sin, Bwana sifiwe. Ukishajipata chini ya nguvu ya hii sin, utajipata ukifanya sins mingi tofauti tofauti. Kwa hivyo tulisema kwamba sin ndio ile nguvu yenye iko ndani yako ambayo inakulazimisha kufanya sins. Bwana sifiwe. Na tulisema kwamba sins ndio zile dhambi zenye umeshafanya. So tulipata ya kwamba kulingana na Biblia kuna tofauti kati ya sin na sins. Tofauti kati ya sin na sins ni gani? Ni ya kwamba sin inakulazimisha kwenda kufanya sins. Sin ni ile kitu kiko ndani yako ambayo huwa inakushawishi, inakusukuma, inakusurutisha, inakulazimisha kwenda kufanya dhambi. Bwana sifiwe. Na tukasema kwamba sins ni zile dhambi zenye umeshafanya ndio zinaitwa sins kwa Biblia. Kwa hivyo mtu akishafanya hizi sins anajitia katika hukumu, kwa sababu sasa anapata kwamba ako na hatia. Bwana sifiwe. Kuna mahali kwa Biblia inasema tunasema ya kwamba mwenye dhambi hutoroka hata kama hakuna mwenye anamfukuza au anamkimbiza. Bwana sifiwe. Jika ushana mtu mwenye mwana ule mtu mwenye ameiba chakula kwa sufuria. Bwana sifiwe. Ule mtu ameiba chakula kwa sufuria, utapata hata mahali popote penye yako hapo tu guilty. Bwana sifiwe. Hapo tu guilty. Ukijaribu kusema mtu ameiba chakula, si mimi, asharuka. Bwana sifiwe. Na huko sema ni yeye. Tayari juu wako guilty, yeye mwenyewe anajihukumu. Mtu mwenye amefanya makosa mara mingi unapata kwamba ukijaribu kuongelea makosa, yeye ndio huwa anakasirika, na kama useme ni yeye ashakasirika. Si fulani kitu fulani nani amefanya hivi, si mimi, asharuka mbali. So unapata kwamba ukifanya sins, Bwana sifiwe, unaanza kuwa guilty. Hata ule mtu mwenye, kwa mfano, ule mtu mwenye ameiba, ameenda mahali akaiba. Bwana sifiwe. Akitembea kwa njia, anatembea akiangalia kila mahali, anaona kama kila mtu anajua ameiba. Hayuko ana amani. Kwa hivyo ukifanya sins, matokeo yake ni ya kwamba unakosa kuwa na amani. Bwana sifiwe. Unaanza kuwa guilty. Tuliongea wakati mwingine kuhusu your conscience ama dhamira yako. Unapata dhamira yako yenyewe inaanza kuambia kwamba wewe ni mbaya. Si ndio? Hata unapata kwamba hata ukihubiriwa hutaki kwenda kwa Mungu sababu unaona kwamba mimi ni mbaya. Mungu hawezi nikubali, si nilifanya hii makosa na hii dhambi na hii dhambi na hii dhambi.
So unapata mtu mwenye ameshafanya sins mara mingi anakuanga guilty. Anaogopa kuwa na watu wengine ndio wanapeleka kama watu wengine pia wataona hiyo dhambi yake yamefanya. Anaogopa kwenda mbele za Mungu, hata church anaogopa kwenda, hata kuomba anaogopa, ndio anadhani kwamba mwenye nimefanya dhambi Mungu atanionaje. Bwana sifiwe. Unapata kwamba ni mtu mwenye mara mingi atafuta hata kujidefend. Anakuwa guilty. Anakuwa na kitu ambacho inaitwa guilty conscience. Dhamira yake inaanza kumwekea hatia. Sasa hana amani sababu hapo na hiyo guilt. Si kama mimi naongea mimi ndio guilt na nikanyelanga ama nije pia nafanikia. Unapata kwamba ile siku yenyewe hiyo siku yako mzima umekuwa tu mzuri, haujafanya kitu yote major sins. Bwana sifiwe. Hata kama umefanya dhambi, mimi tu nimefanya makosa mengine kidogo. Hiyo siku hata kama ni usiku umeenda kuomba kwa nyumba, hiyo siku unaombanga. Unaomba mpaka mapepo wanajua kuna mtu hapa ambaye ako na nguvu. In Jesus name. Sababu hiyo roho yake inakwambia wewe ni mzuri, si ndio? In Jesus name. Hiyo mapepo yote, ninyi mmeshindwa, hamna uwezo, hamna mamlaka. In the mighty name of Jesus. Mungu. Lakini ile siku lienda, tusikie siku hivi mligombana na jirani. Bwana sifiwe. Ama kuna dhambi yenye umefanya mwezi. Hiyo siku tu kienda kwa Mungu. Unasema some two words. Lakini kitu nakwambia ndani yako wewe ni mbaya. Wewe ni mwanadamu. Kiangalia mtu unachukua msemo unasema hata maombi sioni kiacha kiasi. By the way, kitu moja, one of the things ambazo huwa zinazuia maombi sana ni hiyo guilty conscience. Bwana sifiwe. Shetani akitaka wache kuomba atakupatia guilty conscience. Dhamira yako inaanza kuwa na hiyo hatia kwa dhamira yako. Sababu na feel mimi si mzuri. Bwana sifiwe. Sasa tu kienda kwa Mungu na mimi si mzuri, mimi sifai kwa mbele ya Mungu. Kwa hivyo hiyo huwa inafanyikia wale watu wenye wamefanya sins. Hiyo ni matokeo ya sins. Matokeo ya sins ni dhamira, si ndio? Yenye hatia. So unapata kwamba in English word nasema guilty conscience, ndio? Unapata kwamba uko guilty kila mahali, uko guilty. Uko tu guilty. Bwana sifiwe. Uko tu guilty. Sasa hiyo ndio matokeo ya sins. Lakini matokeo ya sin tumesema ya kwamba ni sins. Mtu mwenye ako na sin ndani yake, sin huwa inakusukuma kufanya sins. Bwana sifiwe. So ndio tujue kuna sin ndani yako, tunaona kwa zile sins zinafanya. Kwa sababu sin linakusukuma kwenda kufanya sins. Na unapata kwamba ukishafanya tu dhambi hivi unaanza kuwa na shida ya hatia ambayo tunaita guilt. Mtu akifanya sins hukumu yake tayari imekatwa. Na yeye ako na hatia. Mtu yote akifanya sins tayari ashahukumiwa. Bwana sifiwe. Mtu yote akifanya sins hukumu yake imekatwa. Mbele ya Mungu wewe unafaa tu ufike kwa moto. Na ile kitu ambayo wanasikia watu wengi, ndio hata watu wengi wanaogopa kwenda kwa Mungu, wanajua watu wengine hata kuna watu wengine wanadhani kitu Mungu ni mzee fulani amekamali hivi na kiboko anaongezea kwenye kwake aanze kumchapa. Bwana sifiwe. So anagopa kile nipiga magoti mbele ya Mungu, Mungu atanifanyia nini leo? Si Mungu hata anaweza toa moto ilichome hivi nimefanya dhambi. Bwana sifiwe. So unapata kwamba matokeo ya sisi tumesema kwamba ni hatia. Unaanza kuwa na hatia kwa dhamira yako. Bwana sifiwe. Nataka uelewe hii. Kulingana na Biblia, hatuhukumiwi kwa sababu ya sin. Bwana sifiwe. Mungu huwa hatuhukumu kwa sababu ya sin. Mungu anatuhukumu kwa sababu ya sins. Tunahukumiwa kwa sababu ya sin. Kwa sababu tumesema sin nayo iko ndani yako inakusukuma. Lakini ukikataa kufanya
sin nakwambia ufanye, hautahukumiwa. Lakini ukishaenda uifanye na ikuwe sins, ndio sasa Mungu anakuhukumu kwa sababu hiyo. In short, Mungu hakuhukumu kwa sababu ya dhambi ambayo bado unafanya. Bwana sifiwe. Mungu anakuhukumu kwa sababu ya dhambi ambayo umeshaifanya. Unajua sin ni dhambi uliyofanya. Bwana sifiwe. Iko ndani yako lakini haujaifanya. Lakini sins ni zile ushafanya. Kwa hivyo tukisoma kwa Biblia tutapata kwamba Mungu akihukumu watu huwa anawahukumu kwa sababu ya sins, si kwa sababu ya sin. Sin haihukumiwi. Ni sins ndio zinafanya nini? Ndio zinahukumiwa. Bwana sifiwe. Na tukisema kuhusu kuhukumu, nasema kuhusu punishment. Na punishment za Mungu ni mingi sana, si ndio? Hataki kuziongelea sasa, lakini mtu yote akifanya sins unapata ya kwamba matokeo yake ni hatia. Na matokeo ya hatia sasa ni punishment. Ni hukumu. Bwana sifiwe. Matokeo yake sasa ni matokeo ya hii hatia sasa ni hukumu. Unahukumiwa. Kwa hivyo, acha nikwambie kitu moja. Kulingana na Biblia, mtu yeyote mwenye amefanya sins anafaa kuhukumiwa. Bwana sifiwe. Kulingana na Biblia, mtu yeyote mwenye amefanya sins anafaa hukumiwe. Hafai kuachwa bila kuhukumiwa. Kwa hivyo kama umefanya sins yoyote, inafaa ujue kwamba mbele ya Mungu unafaa hukumiwe. Tushauri kuhusu sins, ndio nataka kusema kwamba tuko na hasira, uongo, uchokozi, uchoyo, ulevi. Bwana sifiwe. Vitu kama hizo ni sins. Ukizifanya inafaa ufanyiwe nini? Uhukumiwe. Kwa sababu mtu yule anafanya sins, kitu sasa imebakiwa ni because ako guilty. Hata kwa court. Kwa court, mtu akienda kwa court, mtu anaenda pale kwa court akiongea akijaribu convince judge, ndio judge asipate kwamba ako guilty. Bwana sifiwe. Lakini judge akienda apate fulani ako guilty, alifanya hiyo makosa. The next thing tunajua tu ni judge anasema punishment. Huyo mtu sasa afunga kwa jela miaka fulani na chape viboko fulani na afanye kazi ngumu. Bwana sifiwe. Mtu anaongojea sasa hiyo punishment. Kwa hivyo mtu yeyote mwenye amefanya sins, kitu yenye sasa inamsubiri, kitu yenye sasa anaongojea ni punishment. Kama ni judgment ashakuwa judged. Judgment inakwamba mtu yeyote akifanya sins anafaa kuwa punished. Hafai kuacha bila kuwa punished. Bwana sifiwe. Ile sin iko ndani yetu haitufanyi wenye hatia mbele za Mungu, ila ni sins ndizo zinafanya kuwa wenye hatia. Bwana sifiwe. Na hakuna mtu mwenye hana sin ndani yake. Sin iko ndani ya kila mtu. Sina kumbuka tulisema mtu yote mwenye amezaliwa na Adam ni sina. Tulisema maana ya sina wenye walikuwa, si ndio? Sisi tulikuwa tunaongea kuhusu maana ya sin, sasa tunaongea kuhusu sina. Tukasema sina ni nani? Tukasema sina ni mtu yoyote mwenye amezaliwa na mwanadamu. Si lazima ufanye kitu ndio uwe sina. Mtu yoyote mwenye amezaliwa na mwanadamu ni sina. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hakuna mtu yoyote mwenye hana sin ndani yake. Hebu tusome Biblia. 1 John chapter 1. Hebu soma verse 8 tusikie. Rudia, ni sin ama ni nini? Ni sin ama sins? Sin. Hebu soma tena. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we say that we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. Bwana sifiwe. Kwa hivyo ndio maana nimesema hivi, nimesema hakuna mtu mwenye anaweza sema kwamba hana sin. Hapo ukiona unapoongea kuhusu sin, hapo itaongea kuhusu sins. Bwana sifiwe. Hapo ni sin. Imesema if we say that we have no sin, we deceive ourselves. Hakuna mtu mwenye hana sin ndani yake.
Tulisema last time tukiongea kuhusu sin, tukasema kwamba hiyo sin ndio nature yetu. Kila mwanadamu akizaliwa na hiyo nature. Bwana sifiwe. Kwa hivyo unapata kwamba kila mwanadamu ako na hiyo sin ndani yake. Ndio maana unapata mtoto mdogo kama ule mwenye anafanana hapa leo ndio yako hapa. Venye anazidi kukua, mama yake hata mweka chini aanze kumfundisha kuhusu vile anafaa kufanya dhambi. Bwana sifiwe. Mama yake ataanza tu kuona ameanza kufanya dhambi. Sababu kuna ile sin, ile nature yake inamsukuma aende afanye sins. Bwana sifiwe. Na sisi wote tuko na hiyo nature yenye inaitwa sin. Hebu soma verse 9 usikie. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us. If we confess our sins. If we confess our Sins. Hapo sasa si sin. Wacha nikwambie, sin huwa hatuconfess. Huwezi enda confess sin mbele ya Mungu. Ukienda mbele ya Mungu una confess sins. Bwana sifiwe. Ndio maana ukifika hapo, ukisoma hapo unapata kwamba inasema if we confess, kwa verse 8 inasema sin. Bwana sifiwe. Hiyo sin ambayo kila mtu ako nayo ikikusukuma uende ufanye sins, suluhisho yake inafaa kufanya, suluhisho yake inafaa ikuwe kuiconfess. Bwana sifiwe. Unafaa uconfess. Kuconfess ni kukubali kwenda mbele ya Mungu na kukubali ya kwamba Mungu, mimi ni mbaya, nimefanya hii dhambi, nisamehe. Bwana sifiwe. So shida ambayo watu wengi wanakuwa nayo ni mtu akifanya dhambi atakatafuta mtu mwingine wa kublame. Unajua hata singefanya hiyo dhambi, ni juu fulani alifanya hivi, nikafanya. Kama si nani, singefanya. Mungu atakinga tu kama hao. Unajua hii ndio kwa shida Hilda. So nakumbuka. Ndio Adam alienda akafanya, akakula ile tunda, venye Mungu aliuliza Adam, kwani umekula ile tunda nilikwambia usikule? Ati hiyo unajua Mungu ni huyo mke, huyo mwanamke. Huyo mwanamke mwenye nilipatia. Baada tu ni Mungu, kweli Mungu ni ukweli, nimekulia matunda, pole nisamehe Mungu. Yeye akaanza kublame mke wake. Mungu unajua ni huyo mwanamke nilipatia. Mungu akasema huyu kumbe. Baada hajakubali kama amefanya dhambi. Bwana sifiwe. Na mwanamke pia alipoulizwa, mwanamke, kwa nini wafanyie makosa ukaniambia Mungu ni nyoka? Kila mtu akaanza kublame mwenzake. Sasa Mungu anajua ni nyoka. Nyoka ndiye aliniambia nikakula. So Mungu kama si nyoka singekula hiyo kitu. Bwana sifiwe. But Mungu anapenda watu wana confess their sins. Na shetani naye hapendangi watu wana confess their sins. Shetani ataka tu kuwa guilty hivyo kila saa. Ataka tu kumwambia dhambi, uko tu guilty kila saa. Usiende mbele ya Mungu. The more uko nini, usipoenda mbele ya Mungu hautasamehewa. Bwana sifiwe. Kwa hivyo tulijifunza na sasa tukasema kwamba suluhisho ya hii sins ni ya kwamba inafaa ukuwe forgiven. Inafaa usamehewe, si ndio? Lakini ndio usamehewe lazima uconfess. Lazima uconfess. Lazima uconfess kabla hapo. Wale watu wanaotengeneza je, watu wanataka kusikia wakiambia confess. Bwana sifiwe. Lazima confess. Kama uja confess hautasamehewa. Hebu rudia hapo tena, rudia verse 9, If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. If we confess our sins, he is faithful and just to forgive us our sins. Tukiconfess, Mungu ni mwaminifu, atatusamehe hizo sins zetu. Unajua kwa nini hizo sins zako zilizo nazo hujaisamehewa? Ni juu huja confess. Ndio maana bado zinakusumbua. Na ukishaenda mbele ya Mungu na uconfess, na baada ya kuconfess, sikia, kuconfess si kuenda round kitu unajua Mungu anakuja confess ati unajua Mungu hata hiyo dhambi nilikuwa naifanya, hata siku nataka kuifanya, ni venye tu nilijikuta, nilikuwa hapo nikaifanya. Lakini Mungu naomba tu sasa hapana.
Bwana sifiwe. Secondly, pia ukienda mbele ya Mungu, taja hiyo dhambi kwa jina yake. Usiende uwaze kusema Mungu, najua mimi nina dhambi, nimefanya dhambi mingi sana, nisamehe dhambi zangu, nioshe. Hapana, hiyo si confess. Bwana sifiwe. Kuconfess ni kuambia Mungu, Mungu, leo nimetusi nani? Hiyo ndio confess. Unasema hiyo dhambi, si ndio Sasha? Leo nimetusi nani? Na Mungu nimegundua kutusi mtu kumbe ni mbaya. Na nimekubali nimefanya makosa. Mungu nisamehe. Sitai mtusi tena. Niongoze siku ile situsi mtu tena. Hiyo ndio confess. Watu wengine wanaanza kusema ati ndio Mungu, najua mimi ni mbaya, nimefanya dhambi mingi sana, nisamehe tu dhambi zangu. Hiyo si confess. Bwana sifiwe. Na kama ni vizuri, kama ulikuwa umetusi mtu yule tumesema, huyo mtu pia aenda kwake umwambie. Si ndio? Mwambie nani? Pole nilikutusi na nimegundua kama nilifanya makosa. Praise the Lord. Kuna mtu pengine alidanganya. Ukienda mbele ya Mungu, ambia Mungu, Mungu, nilidanganya. Nilisema uongo na nimegundua kwamba uongo ni mbaya. Natamani Mungu nisamehe, nioshe nikuwe msafi. Nisamehe hiyo dhambi ya uongo. Na kama unakubaliana na Mungu mwambie nani? Ile tumekuambia ni kwa uongo. Hiyo ndio confess. Bwana sifiwe. Kama ni uchoyo, ambia Mungu, Mungu nimegundua mimi ni mchoyo. Nisamehe dhambi yangu ya uchoyo. Alafu saa zile ukishamaliza kuomba, saa zile unaamka umemaliza kuomba kuconfess, amka ukiwa na imani ndani yako ya kwamba Mungu amekusamehe. Bwana sifiwe. Usitoke ati umesha confess tena unaenda bado ukiwa guilty. Hapana. Ukianza sasa unajua kwamba umesamehe. Kwa sababu Biblia imesema ya kwamba he is righteous and just to forgive our sins. Anasema kama tukimwomba msamaha anatusamehe. Bwana sifiwe. Kwa hivyo suluhisho ya sins ni kwenda mbele ya Mungu na kuconfess, alafu Mungu anafanya nini? Anakusamehe. Mungu anafanya nini? Anakusamehe. Hiyo ndio suluhisho ya sins. Kwa hivyo tukienda mbele ya Mungu hatuendi kuconfess sin, tuna confess sins. Kwa sababu sins ndio zinasamehewa. Sin, tulisema mara kwamba sin hatusamehewi. Bwana sifiwe. Sisi tulisema sin tunaikuwa huru. But sins tunasamehewa. So ukienda kwa Mungu una confess. Na baadaye umeona kwa Biblia, hao wanasoma Biblia za English. Si umeona? Kuna kwa Injili nasema sin na kwa Injili nasema sins. Kwa Biblia inajua kwamba kuna tofauti kati ya sin na sins. Imesema kwa verse 8, mtu yeyote akisema kwamba hana sin ndani yake ni muongo. Anajidanganya. Si ndio? Alafu anakuja tena anasema tukienda ku confess, tusiconfess sin, to confess sins. Alafu tutafanya nini? Tutasamehewa. Kwa sababu kuna sins ndio maana kuna hatia. Mtu akishakuwa na hatia lazima kuwepo na nini? Na hukumu. Bwana sifiwe. Wacha nionyeshe kitu hapa. Sin inaleta sins. Sins inaleta guilt ama hatia, si ndio? Guilt inaleta hukumu ama judgment, si ndio? Mbona hizi zinaenda? So sin inatusukuma kufanya sins. Tukishafanya sins tunakuwa na hatia, guilty. Tukishakuwa na guilty, kitu ya tuongoje sasa ni nini? Judgment. Bora tufanye sin uko guilty na sasa unaongojea judgment. Penye kuna guilt lazima kukuwe na judgment, si ndio? Penye kuna hatia lazima kuwe na hukumu. Kwa sababu kuna hukumu, sasa unapata kwamba
hatuna amani kwa dhamira zetu, na pia unapata kwamba tunatengwa na Mungu. So unapata kwamba hapa kwa sababu kuna hii judgment, unapata kwamba hatuna amani. Bwana sifiwe. No peace. Kwa sababu ya hii judgment. Ndio mtu kama anajua anakuwa judged. Kama wewe leo umekaa hapa na unaleta dini, Mungu alikuja leo na motoni. Haukuwa na amani. Bwana sifiwe. Kama ulifanya makosa na umeambiwa nani leo usiku tunakukujia, utakuwa na amani? Ulienda ukagonga mtu, umegonga mtu pale nje ukaumiza vibaya sana. Sasa umejificha hapa kwenyu. Unasema huyo tukimpata atajua sisi ni nani. Unataka kama uko pale hauna amani, unapata hawa watu wakinipata leo watanifanyia nini wajamii? Watanifanyia nini? Bwana sifiwe. Kwa sababu ya hiyo guilt, sasa wewe pia hauna amani. Hiyo ndio kitu unapata inafanyikia watu wengi wenye hawajui Mungu, hawana amani. Kwa sababu hawana amani, sasa wataanza kutafuta njia mingi za kutafuta hii amani. Bwana sifiwe. Kuna wenye utapata kwamba wanaanza kuingia kwa madawa za kulevya ndio watulize ile nini, wakuwe na amani. Unajua kuna watu wanalewa kwa sababu zile dhambi ambazo wanafanya zinafanya hawana amani, so watulize hiyo nini. Kuna wale wenye watakuja waanze kujifanya ndio wako sahihi, wanaanza kusema wanafanya there is no God, hakuna Mungu. Si we are atheists. Si tutambui Mungu. Kwa sababu anajua kwamba huyu Mungu kama hapo atanijudge, kuna judgment. Bwana sifiwe. So anajifanya tu hakuna, lakini kwa roho anajua tu Mungu wako. Lakini ndio akuwe na amani anajifanya hakuna Mungu. Vitu kama hizo. Bwana sifiwe. Hapo ndio unapata juu mtu hana amani, anafanya vitu zingine mingi weird. Ndio apate tu ya amani. Bwana sifiwe. So unabaki tena unapata sin inatusukuma kufanya sins. Na sins inafaa tunakuwa guilty. Tukishakuwa guilty, sasa tuko kwa judge. Si ndio tunaongozea judgment. Na hii judgment sasa judgment inakuja juu yetu, tunakuwa sasa hatuna amani, no peace. Hakuna amani kwa watu. Bwana sifiwe. Utatembea ukizunguka, utafanya kila kitu utafuta amani, unapata hauna juu ile zile sins bado ziko ndani yetu. Alafu mara mingi hii kutokuwa na amani tena kunapatana pia inatuseparate na Mungu. Bwana sifiwe. Inatutenga na Mungu. Juu shetani anakuambia vitu hizi zinafanya ndio kuwe na amani, lakini anakuambia kuhusu Mungu. So unapata kwamba uko separated na Mungu. So na mwenyewe chini naenda. So unapata kwamba because of hizi vitu unapata kwamba unakuwa mwenye umetengwa na Mungu. So unapata maisha yako haienendi kulingana na Mungu. Kwa hivyo sins zinatufanya kuwa wenye hatia mbele za Mungu. Zinatuacha tukisubiri ghadhabu ya Mungu. Ila baada ya mtu kusamehewa ndiyo dhamira yake inakuwa na amani. Bwana sifiwe. Kwa hivyo kama ulikuwa umefanya kama sin ile sukuma kufanya sins ukakuwa guilty, Bwana sifiwe, ukajipata kwa hii judgment, kitu unafaa kufanya ndio hizi zingine hapo sasa unafaa ku confess. Bwana sifiwe. Confess. Ukisha confess unasamehewa, unakuwa forgiven. Ukishakuwa forgiven sasa unakuwa na peace. Bwana sifiwe. But juu watu wengi hawapendi kuconfess, watu wengi wanapenda kuficha dhambi zao. Unajua watu wengi wanapenda sana kuficha sins. Si ndio? Nikwambie, hata ufiche. Sasa zile unafichia nani? Mimi leo naweza nifichia. Mimi leo naweza nifichia, naweza fanya nifichie. Lakini Mungu anaweza nifichia kweli? Bwana sifiwe. Mwanadamu naye pia anaangalia Mungu, anaangalia mwanadamu naye ni mjinga. Mwenyewe unaangalia mtoto na mtoto naye ni mjinga. Bwana sifiwe. Lakini mtoto naye wewe unamuona huyu mtoto ni mjinga tu. Hivyo ndio venye Mungu pia anaangalia kama mwanadamu, anaona huyu mwanadamu ni mjinga tu. Sababu sisi mwanadamu sana anafanya kwamba sijaona leo asubuhi. Yaani nipatie example. Leo asubuhi nimekuja hapa kwa church. Na ni kama kuna matchbox imewekwa pale ya kuchoma takataka pale nje. Hiyo matchbox ni kama inaelekea kuisha.
Bwana sifiwe. Sasa nikabaki na stick moja. Huyo kijana wangu mdogo, sijui ameenda nje. Huyo kijana wangu akaenda akapatia matchbox serikali kama pale chini. Baba ndio apata kiberiti. Ndio akaanza kuingiza hivi. Anasikia hiyo ndio hiyo moja anatingika. Ndio apata kiberiti. So mimi sikuwa najua kuna kiberiti hapo ndani. Hiyo ni na kuacha nini. So kidogo nikaona ameitoa anacheza nayo hapa. Akaenda kuinini hivi akaona imetaka kuwaka lakini haikuwaka. Sasa akagundua nimemuona. Sasa unajua nimemuona anataka kuifanya kama sijamuona. Akatoka akaanza kwenda ameibeba hivi anaenda nayo sasa nje. Kisha mali kwenye simu. Unaona? So mimi nishaona kufika hapo wewe unakwambia nani rudi hapa. Kufika hapo sasa amerudi sasa amekuna huyu mimi nikali wamenigundua. Akaika kwa mgongo yake. Sasa anakuja kama amekaidi mkono wake kwa mgongo. Nikamuuliza, "Unataka kucheza na moto?" Ati si kucheza na moto. Hebu ni ile kwa mkono yako. Akabadilisha kwa mkono mwingine akaonyesha. Hakuna. Na mkono mwingine? Baba hakuna. Hakuna kitu. Bwana sifiwe. Amen. Unajua hivyo ndio sisi pia huwa tunabehave na Mungu. Bwana sifiwe. Na mimi ndio naye namwangalia sasa hivi mwenye anafanya hivyo na mtu naye ni mjinga. Bwana sifiwe. Ajali nilipa na kubaliana shamba julikana mjinga anakufanya bali anakataa. Na Mungu pia hakuna penye Mungu hayuko in short. Hiyo dhambi yako hata ukienda uifanye kwa kona gani Mungu anakuona. Hata ukienda kwa giza, mahali penye kuna giza, uende fanyie dhambi yako, Mungu anakuona. Hata ukienda mahali penye watu wachache wenyu wako, ufanye hiyo dhambi, Mungu anakuona. Hata uende ufanye US, au uende uifanye hiyo dhambi China, Mungu anakuona. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hauwezi jifichia Mungu. Na hiyo ndio kitu moja inafanya ukue na courage ya kwenda mbele ya Mungu na kumwambia Mungu unafanya sababu ameshakuona. But shida ya wanadamu wengi ni wanadamu wanafanya dhambi, alafu atakujificha awaambie Mungu mimi sijafanya hiyo dhambi. Anasema katika kujificha kuja hapa atafanya mimi ni mzuri aende aibe. Mungu anatokea atajafanya dhambi lakini umefanya dhambi. Hiyo guilt itakumaliza. Bwana sifiwe. Yaani tu mbele ya Mungu naambia Mungu nimekubali nimefanya dhambi. Nimefanya dhambi fulani. Nimekubali nilidanganya. Bwana sifiwe. Nimekubali nilifanya kitu fulani hata kama utakuwa unaniona. Ndio from there utapata kwamba hautafika hapa. Utapata hata kama hizo ilikuwa nini unapata ukiconfess unakuwa forgiven. Bwana sifiwe. Na ukikuwa forgiven sasa unakuwa na relationship nzuri na Mungu. Si ndio? Good relationship na Mungu. So, usifiche dhambi. Bwana sifiwe. Usifiche dhambi. Sasa zile unaficha dhambi na Mungu naye alishakuona kitambo. Hiyo dhambi ulifanya. Huwezi ficha dhambi mbele ya Mungu. Ulivyonifichia mimi ni mwanadamu sio pengine kama acha tuseme saizi venye wacha tutumie example ya nani bado Masi. Wenye Masi saizi atakwenda shule huko mbali. Anaweza ndogo na kusema si pale sasa pastor nioni na mama yuko hapo. Wacha sasa nifanye dhambi. Okay, sisi hatuko hapo. Lakini Mungu wako hapo anakuona. Wacha niwaambie siri moja yenye nilisikia mtu akisema mahali. Bwana sifiwe. Ndio kwa sababu kuna mtu fulani alikuwa kwa village fulani na huyo mtu alikuwa mwizi. Bwana sifiwe. Na mtu akiwa mwizi alikuwa anaiba ule mwizi alibanga vitu kwa shamba la watu. Akienda kwa shamba kama mlikuwa mmelima mahindi zimeanza kunini vizuri, akija hapo kwa shamba anaenda anaenda gunia yake, anachukua kadhaa, anabeba sasa ile watu wamuoni, anakimbia mbio, anapeleka kwa kwake, anaenda kupika ama kufanya kama. Sasa huyu mtu siku moja alienda kuiba kwa shamba ya mtu. Na mwenye alienda kuiba kwa shamba ya mtu akachukua kijana wake mdogo waende naye ampeleke kuiba.
Sasa kijana yake mdogo alipoenda pale, ikafika saa ya kuiba. Wewe mtu akamwambia, akamwambia kijana wake, "Hebu panda kwa hii mti, kulikuwa na mti ya maembe hapo. Panda kwa hii mti, uangalie kila mahali kama kuna mtu anatuona. Angalia huko, angalia huko, angalia huko kama kuna mtu anatuona." Alafu ndio kijana akapanda, akaangalia kila mahali, akashika chini akamwambia baba, hakuna mtu anatuona. Baba yake, "Hakuna mtu, umeangalia vizuri?" "Hakuna mtu." Akaenda akaanza kuvunja mahindi ya kwanza, akavunja ya pili. "Baba, ngoja kwanza. Kuna mahali pamoja hatujaangalia bado. Kuna mahali pamoja. Ndio hapo bado. Sio unaangalia kila mahali, kuna mahali pamoja hatujaangalia. Hatujaangalia juu. Unaangalia nini juu? Juu hapo unatuona." Akamwambia, "Mungu anatuona." Bwana sifiwe. Mungu anatuona. Huyo mzee siku hakuiba. Bwana sifiwe. Ndio kile wake alimwambia kitu yenyewe hajaifikiria. So, hauwezi jifichia Mungu. Hakuna mahali unaweza enda ujifichie Mungu. Kama umefanya dhambi, suluhisho ya sins ni enda mbele ya Mungu, uende uconfess your sins. Confess mbele ya Mungu. Wacha kuficha, wacha kunyamaza nayo, wacha kujitetea. Bwana sifiwe. Ati mimi kama si hiyo njaa singeiba hiyo chakula. Bwana sifiwe. Hapana, mbele ya Mungu nasema kama Mungu, nisamehe niliiba chakula. Mimi ni mwizi. Mtu yote anaiba hata kwa vitu vidogo aje, si ni mwizi. Bwana sifiwe. Ukienda uibe raba ya mtu kwa class. Ukiiba wembe. Ukiiba pencil. Unaweza kuna watu wengine wanasema ngati hiyo inafanya ni ndogo sana. Hiyo ni ndogo, hiyo Mungu atarejea. Bora tu umeiba wewe ni mwizi. Bwana sifiwe. Enda mbele ya Mungu, ambia Mungu, mimi ni mwizi. Nisamehe kwa mwizi. Nisamehe. Na Mungu anafanya nini? Atakusamehe. Kwa hivyo mtu akisamehewa ndio dhamira yake inakuwa na amani. Bwana sifiwe. Sasa unapata kwamba akisamehewa sasa anakuwa na peace kwa dhamira yake. Bwana sifiwe. Alafu akishakuwa na peace sasa anaweza enda mbele, anaweza enda kwa Mungu na ujasiri. Si ndio? Sasa hata akienda kuomba, juu anajua amesamehewa, hata akienda kuomba kwa Mungu, anaomba Mungu akiwa na confidence. Juu anajua mimi nimesamehewa. Bwana sifiwe. Lakini sasa bado hujasamehewa. Kumbuka vile tumesema, kama ulikuwa umechokoza mtu, umegonga mtu huko nje, kwenda kusema, haikuja hapa, atajua. Lakini ukitoka, na wewe wamemsahau sana, si kwa nisameheni, sitampiga tena. Hata si wanapaka kumuuliza sameheni tu. Wakikusamehe sana unaweza kutana kwa ujasiri. Sasa unatembea kwa estate. Si umesamehewa. Sasa unaweza tembea hata kama hata unakuona na sasa. Lakini sasa bado uko umesamehewa, bado unajificha. Ukitaka kutoka kwa nyumba, unafungua mlango unaangalia. Wananiona bado wako hapo. Kama nificha kimbia na niacho, tena rudi kwa nyumba sasa. Hapo nje leo ni kubaya. Bwana sifiwe. Hawa watu ambao kunipata hapo nje. Bwana sifiwe. Hadi mnaona baraka, kama unangoja kuna wengine hadi hata sio choo, akitaka kwenda kama ni haja ndogo sasa hivi kwa choo, anatafuta kaka supu anakaa hapo ndio lazima. Hapo nje. Kumewaka moto, nitamaliziwa nikitoka hapo nje. Lakini kama umesamehewa, unakuwa na amani na uko na ujasiri ya kuja kwa Mungu. Unaweza enda mbele ya Mungu na usamehewe sins. Lakini hata ukisamehewa sins, bado kuna shida nyingine imebaki, kumbuka. Bwana sifiwe. Kuna shida nyingine imebaki. Kumbuka ukisamehewa, kitu umesamehewa ni sins. Sisi tumeshafanya. Lakini sin ile kufanya ufanye sins bado iko, si ndio? Hii sins ndio umesamehewa hii. Lakini hii sin ile kusoma kufanya hii sins bado iko ndani yako. Kumaanisha kwamba bado utatoka na ile ufanye sins. Bwana sifiwe. Juu sin bado iko ndani yako. Na sin ndio inakufanya ufanye sins. Na tumesema ya kwamba kitu unasamehewa ukienda kwa Mungu si sin. Kitu unasamehewa ni sins.
Bwana sifiwe. Kwa kwamba hata kama ukisamehewa sins, hiyo umepata tu suluhisho ya sins. But suluhisho ya hii sin bado hujapata. Ndio maana tulisema last time kama ndio maana unapata watu wengi wako kwa ile cycle. Anafanya dhambi, anaomba msamaha, anasamehewa, anarudi, anafanya dhambi, anaomba msamaha, anasamehewa, anarudi, anafanya dhambi, anaomba msamaha, kwa sababu ile sin bado iko ndani yake. Bwana sifiwe. Sio maana kuna watu wengine ukienda kwa church kila siku maombi yake ni Mungu nisamehe. Yeye kila siku ni Mungu nisamehe. Kwa sababu hata akisamehewa leo si ati aamini amesamehewa, anaamini amesamehewa, lakini tena akitoka aende tena amefanya tena ingine. Bwana sifiwe. Na pia kuna wale ambao pia kila siku akiomba wanamara atakitoa okoke kila siku. Kila siku akiomba ni Mungu niokoe, Mungu niokoe. Bwana sifiwe. Hiyo ndio maombi yake kwa sababu ya ameshindwa kupata solution ya hii sin. Bwana sifiwe. Huwa anaambia watu kila siku, hii maombi ya Mungu niokoe haifai kwa maombi ya kila siku. Inafai kwa maombi ya siku moja. Sana sana kwa zile kanisa za Wajaluo na wanaangaizi mambo zikifanyika. Si ndio? Yesu hatunyajali hicho. Yesu hatunyajali hicho. Hiyo haifai kwa maombi ya kila siku. Bwana sifiwe. Hiyo maombi kama unaomba kila siku, shetani anachekaka sana, anafurahi, anajua wewe mtajiri anafanya. Jua atakushinda au utapiga vita. Jua kila siku unashinda tu Mungu niokoe, Mungu niokoe, Mungu niokoe. Wokovu ni mara moja. Bwana sifiwe. Wokovu unafaa uombe mara moja. Msamaha ndio unaweza omba zaidi ya mara moja. Msamaha unaweza omba uombe Mungu akusamehe. Lakini hata hiyo msamaha pia ukiomba Mungu akusamehe, utajipata kwamba juu bado kuna hii sin. Bado utajipata ukifanya sins. Kwa hivyo utapata kwamba bado utakuwa na sins nyingi ambazo itafanya tena kuna ile hatia tena irudi tena waanze kuwa tena guilty, tena judgment ikuje, tena peace kwa sababu ya haujapata solution ya sin. Bwana sifiwe. Kwa hivyo hiyo ndio maana Mungu baada ya Mungu kusamehe sins zetu lazima achukue hatua ya kutuweka huru kutokana na sins. Na sin, sorry. Bwana sifiwe. Sasa hii solution yake ni kuwekwa huru. Bwana sifiwe. Hiyo solution yake ni kufanya nini? Kuwekwa huru. Sasa sin ni kama jela. Bwana sifiwe. Hiyo sin ni kama jela. Suluhisho ya jela ni mtu aende afunguliwe awekwe huru kutoka kwa hiyo jela. Bwana sifiwe. Ni mtu aende atolewe. Hata ukienda kwa jela, mtu mwenye kwa jela, tuseme mtu alikukosea na kwa jela, mtu alikukosea. Ukaenda ukamripoti, sasa kwa jela. Ya? Alafu uende hapo mwambie, nani? Nimekusamehe, ulinikosea, lakini kwa jela nimekusamehe. Na utoke uende umwache hapo ndani. Bwana sifiwe. Bado hujamsaidia sana. Mimi namsaidia maybe wewe sasa uambie wale watu nimeamua ule mtu tulimweka kwa jela nimeamua nimsamehe. Si tunaweza mnamtoa mweke huru sasa tu aende. Mimi nimsamehe. Bwana sifiwe. Sasa akiwekwa kuna hiyo kuwekwa huru. So sin tunawekwa huru tunao. We become free from sin. So Mungu anataka kukuweka huru kutokana na sin. Bwana sifiwe. Ukishawekwa huru kutokana na hii sin, Yesu tunapata solution hii yote sasa. Bwana sifiwe. Sasa kama umekuwa huru, kwa kwamba haitakufanya ufanye sins.